Mpenzi subscriber, natumai asubuhi yako iko poa, uko fresh. Hii ni siku nyingine Mwenyezi Mungu ametujalia. Karibu sana kwa channel hii ya The One Man Army TV. Mpenzi subscriber, Donald Trump alipoanzisha masala ya amani, mpangilio wa amani kati ya Israel na Palestina, ama Israel na Palestina kule Gaza, tulidhani ya kwamba vita ama amani itakuwepo na hakuna vita ama vitisho vyovyote vitatokea. Lakini kwangu mimi, kwa maoni, niliona kama hiyo sio amani, kwa sababu katika hizo vipengee vilivyowekwa na Donald Trump hakuna mahali ambapo kwamba imesema Palestina watakuwa na nchi yao huru ili amani ipatikane. Hakuna kipengee ambapo kwamba imesema Waisraeli ambao kwamba walowezi wamekaa katika sehemu ya Wapalestina kwa ukingo wa mto Jordan na Jerusalem karibu na Al-Aqsa, eneo ya Al-Aqsa, hao walowezi ama Waisraeli wataondoka hapo ili Palestina waithibiti eneo lao. Hakuna katika hiyo mkataba. Mkataba iliandikwa kijuujuu, lakini kwangu mimi ninaona wale waliohudhuria viongozi wa Kiislamu na wa Kiarabu katika eneo hilo ambao kwamba walihudhuria mkutano huo ambao kwamba ilifanyika kule Sharm el-Sheikh kule Misri. Mimi na wengine wengi tumeona kama ilikuwa ni mkutano wa porojo, ilikuwa ni sarakasi, ilikuwa ni kama mkutano ya wafanyabiashara, ilikuwa ni dili, viongozi wanakati dili. Kwa mfano ukiangalia kuna klipu ambapo kwamba ilitokea na ilionyeshwa kwamba kuna speaker, ile kipaza sauti ilikuwa imemshika yule rais wa Indonesia na Donald Trump wakiongea. Rais wa Indonesia alisikika akimuomba Donald Trump ruhusa, nafasi, ili vijana wake wawili wakutane naye, na hiyo ni mpango wote ya kibiashara, maslahi ya watu binafsi. Wengine wote ukisikia yule waziri mkuu Nawaz Sharif wa Pakistan alivyozungumza, huyo alizungumza wakati alipatiwa nafasi yake katika mazungumzo yake, alizungumza na kuanza kumsifu Donald Trump na kusema kwamba huyu anafaa kufanya nini, kupatiwa tuzo ya Nobel kwa kuleta amani. Hiyo yote ni masala ya biashara, kwa sababu ikiwa Donald Trump ndio alihusika vile alivyokuwa amehutubia bunge la Knesset kule Israeli, ya kwamba alikiri ya kwamba Benjamin Netanyahu alikuwa kila wakati akiomba, akihitaji silaha na mabomu kutoka Marekani ya aina mbalimbali ili kuendeleza harakati ya mashambulizi na vita kule Gaza. Na yeye alisema kwamba kazi ilifanyika vizuri sana, Donald Trump alisema namna hivyo. Sasa kwa hivyo twajua waliouawa wengi Gaza ni halaiki ya kina mama na watoto na wafanyakazi wa haki za kibinadamu, wanafanya madaktari, waandishi wa habari ambao kwamba hawakuwa na hatia.
Kwa hivyo Donald Trump yeye kudai ya kwamba ni mweka amani, hiyo ni sarakasi kubwa sana, hiyo ni kichekesho. Manake yeye ni mweka vita, mwendelezaji vita kule Gaza. Kwa hivyo hakuna kuweka amani katika hiyo mkutano ambao kwamba nchi za Kiarabu na Islamu zilihudhuria pamoja na viongozi kadhaa wa ulimwengu wa nchi za magharibi walihudhuria mkutano huo. Hakuna chochote cha maana kilichozungumza kuhusiana na masala ya amani hapo. Hao wote walikuwa ni maslahi. Ukiangalia wa viongozi wote, ikiwa waziri mkuu wa Italia, ukiwa waziri mkuu wa Uingereza na wengine wote, na kiongozi wa Ujerumani na wengine wote waliohudhuria hapo, hawa wote unawaona hapo viongozi wa magharibi ni wale ambao kwamba wandani wa Israeli walikuwa kisaidia Israeli kwa hali na mali katika vita kule. Wale ambao kwamba walikuwa nafaa wapatiwe sifa kwa kusukuma msukumo huu wa kusitisha vita au mashambulizi ni wanaharakati wale wa flotilla Sumud na wananchi duniani nzima. Watu walikuwa kiingia mabarabarani, Uingereza, Afrika, wapi wananchi. Nchi za Kiarabu huwezi ukafanya maandamano ati kutetea Palestina, utafungwa. Ushawahi kuona Saudia watu wakifanya maandamano dhidi ya Israeli? Ushawahi kuona Kuwait ama nchi ya Jordan ama nchi ya Misri na nchi zingine zile? Ushawahi kuona raia wake wamekubaliwa kufanya maandamano dhidi ya Israeli? Hakuna. Wakati mshambulizi zilikuwa zikiendelea, wao walikuwa wanazungumza tu na mdomo kule kwa Umoja wa Mataifa, lakini walikaa wakaona damu na mauaji ikiendelea na wanaangalia. Sasa hawa wote walihudhuria kule. Kwa hivyo hiyo haikuwa mkutano wa nini? Mkutano wa kuleta amani. Hiyo ilikuwa ni mkutano wa biashara. Mpenzi subscriber, hapo basi katika makubaliano ya kutoa wale wafungwa waliotekwa nyara, ama wananchi walioteka kama raia wa Palestina waliotekwa kule Gaza na ukingo wa Jordan upande ule na jeshi ya Israeli, na vile vile raia wa Israeli waliotekwa na Hamas. Katika mkataba huo ilisema watu waachiliwe. Hiyo imetekelezwa. Kitu kingine ilikuwa ni jeshi ya Israeli isongee nyuma, itoke katika sehemu katikati mwa Gaza. Hiyo imetekelezwa. Mashambulizi ya Israeli yakomeshwe, ijapokuwa siku ya Jumatatu kabla ule mkutano ambao ulikuwa unataka ifanywe kule wapi? Kule Misri. Israeli ilitekeleza mashambulizi na ikaua wana Gaza 6, wapatao 6. Kwa hivyo walikeuka mkataba. Nchi ya Israeli ilikeuka mkataba. Jambo nyingine ambao kwamba walikubaliana ni kutoa waliofariki kwa upande zote mbili. Mili ya waliofariki. Hiyo imetekelezwa, lakini kwa upande wa Palestina wale wa Israeli waliouawa kule Gaza, nafikiri wengi wanasemekana waliuawa wakati Israeli ilikuwa inarusha mabomu kiholela kule, na hizo majumba yamesambaratishwa, tunaona majumba yaliporomoka. Sasa
mili yao, ingawaje zilikuwa zimezikwa sehemu fulani, sasa zimefunikwa ili watolewe wapelekwe Israeli. Inafaa hiyo sehemu hiyo hayo maporomoko yasafishwe, mwili zitolewe. Ni ngumu sana, haiwezi katolewa na siku 2 ama 3. Hamas wakasema itachukua muda, manake mabomu yalitupwa kule, yalipigwa kule, majumba yakaporomoka. Kwa hivyo si rahisi itachukua kwao kupata hizo mwili. Israeli imesema ya kwamba Hamas wamewasilisha mili 8, lakini mili zingine 20 Hamas wamekataa kuwasilisha. Kwa hivyo Hamas wamefanya nini? Wamekeuka mkataba wa amani. Hamas kwa upande wake wamesema hiyo itachukua muda. Manake hayo mawe, hayo majengo yaliyoporomoka yamezuia. Kwa hivyo itachukua muda. Israeli kwa upande wake wanasitiza, wanadai mili zifanywe haraka, la sivyo Israeli wamechukua hatua ya kupunguza idadi ya malori ya vyakula za misaada kuingia wapi? Kuingia Gaza. Katika mkataba ilisemekana malori shehena ya malori 600 itakuwa ikiingia kila siku, lakini kwa upande wa Israeli wakasema wataipunguza iwe malori 300. Kwa hivyo 300 wamesimamisha hadi Hamas watakapowasilisha mili 20. Hamas nayo wamesema hii haiwezekani. Sasa hapo kuna mvuta ni kuvuta. Kwa hivyo hakuna amani hapo. Jambo jingine ni Israel na Marekani, Donald Trump wanashurutisha Hamas wasalimishe silaha zao. Hamas wamesema hiyo ni kupita alama nyekundu, red line. Hapo haiwezekani. Nimenukuu na nimeona vyombo vya habari vikisema kwamba bwana Trump amesema kwamba Hamas aidha wawasilishe silaha kwa hiari ama wasurutishwe na nguvu. Hamas nao wameshikilia, wanasema hawatafanya nini? Hawatawasilisha. Hiyo haiwezekani hata kidogo. Mpenzi subscriber, wewe kwa maoni yako wasemaje? Mimi naona mkataba ambao kwamba ilikuwa imetiwa ya amani, ama sarakasi ya mkutano, ama drama, ama sarakasi, ama comedy iliyofanywa kule Sharm el-Sheikh, haikuwa amani, basi ilikuwa ni drama, ilikuwa ni sarakasi tu. Manake Muisraeli kumwamini ni ngumu. Kwa hivyo vita inaweza ikarejelewa wakati wowote, kwa sababu kile walichokuwa wanataka hao wa Israeli ni wale mateka wao waliotekwa, na tayari wameshawapata wale mateka wao. Kwa hivyo vita wanaweza kuendeleza, maana wanajua mateka wao tayari wamewaweka mkono, na hiyo ndio makosa kubwa sana Waarabu na Waislamu kutia mkataba ambao kwamba wanajua kwa uhakika haitawapatia Palestina uhuru wa nchi yao, vita havitaisha, na maafa ambao kwamba imetendwa na Waisraeli na Marekani kurusha mabomu kule na kuwaua halaiki kila mama na watoto wangedai. Ya mwisho, Donald Trump na Israel na wale wengine wamesema kwamba na nchi za magharibi wamesema watakao gharimia ujenzi upya wa Gaza ni nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu.
ambapo kwamba nchi za Kiislamu hawakuhusika kwa kufanya mashambulizi ya kubomoa na uharibifu, bali ilifanywa na Marekani na Israeli. Mpenzi subscriber, bwaga maoni yako, mimi nitasoma na nitachambua. Tukutane katika video nyingine.